taifa la Mungu. Katika Alhamisi ya juma la 6 la Pasaka, mama kanisa hufanya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Lakini kutokana na sababu za kichungaji, mahali pengi katika kanisa hili takatifu, sherehe hii hupelekwa Jumapili, yaani Jumapili au Dominika ya 7 ya Pasaka, ili iweze kuhudhuriwa na watu wengi, kwa sababu ni tukio kubwa, ni sherehe kubwa, na hivyo hata wale ambao hawana uwezo wa kuhudhuria katikati ya wiki waweze kushiriki sherehe hii takatifu. Na hivyo tafakari yetu leo inaongozwa na somo la kwanza likiwa linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 1 hadi aya ya 11. Somo la pili likitoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 1 aya ya 17 mpaka aya ya 23. Na injili yetu inatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 16 hadi aya ya 20. Wengine tunaweza kujiuliza kwamba kama Kristo alikaa siku 40 baada ya ufufuko wake, sasa alikaa wapi? Na wengine katika tamaduni zetu za Kiafrika na tamaduni nyingine, mtu anapoondoka kati yetu ambaye tulikuwa tunampenda, tunahuzunika. Lakini tunaweza kujiuliza kwa nini sasa sisi tunasherehekea na kufurahia kuondoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa wetu ambaye tulimpenda? Katika kujibu swali hilo la kwanza ni kwamba Kristo alipaa mbinguni mara tu baada ya kufufuka kwake. Tunapoona katika maandiko matakatifu, Yesu alipowatokea mitume wake 11, aliwatokea katika kuwaimarisha kwamba kweli amefufuka, na kisha akawaongoza mpaka Betania ambako huko alipaa mbinguni. Rejea Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 50 mpaka aya ya 53. Lakini pia tunaona Yesu alipotokea Maria Magdalena kule kaburini, alimwambia wazi kwamba asimguse kwa sababu hajapaa bado mbinguni, lakini akamwagiza kwamba akawaambia wanafunzi wake ya kwamba anapaa mbinguni kwa Baba yake na Baba yetu. Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 14 hadi aya ya 17. Na hivyo siku hizo 40 zinaeleza tu kwamba Kristo alikaa kipindi cha kutosha, aliwatokea mitume kipindi cha kutosha baada ya ufufuko wake, ili kuwaimarisha na kuwatia nguvu ya kwamba katika yale mahangaiko, katika yale kukata tamaa ambayo waliipata ile hali baada ya kufa kwake msalabani, sasa amefufuka, na hivyo wapate tumaini jipya na nguvu mpya ya kumtangaza yeye ambaye amefufuka ni mzima kweli na anaenda kwa Baba kutuandalia makao. Ndugu zangu wapendwa, kwa hivyo nasi tunasherehekea na kufurahia siku hii ya kupaa mbinguni Bwana, kwa sababu kwanza kabisa kwa kuinuliwa kwake Kristo na sisi pia tumeinuliwa, na hivyo anakoenda huko anaenda kutuandalia makao, ili baada ya maisha ya hapa duniani alipo yeye na sisi tuweze kukaa huko nyumbani kwa Baba yake mbinguni, kwa sababu ameshatuelezea wazi kwamba yeye ndiye njia itupelekayo kwa Baba. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 1 hadi aya ya 4. Lakini pia tunasherehekea kwa sababu Kristo ametuahidia ya kwamba hata tuache wapweke, akatuahidia Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu yeye mwenyewe Kristo ametueleza ya kwamba angeweza kutueleza mengi, lakini katika wakati huu hatuwezi kuyastahimili, lakini atakapokuja yule Roho wa kweli atatutia katika ile kweli, na hivyo tutaweza kuyaelewa yale ambayo Kristo alitufundisha na kuweka katika maisha yetu kwa msaada wa Roho huyu Mtakatifu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi aya ya 13. Ni pia si hayo tu, tunafurahi pia na kusherehekea kwa sababu baada ya Kristo kuondoka na kutupatia hiyo zawadi ya Roho Mtakatifu, sasa anatushirikisha katika kazi yake, yaani kulitangaza neno lake kama tulivyoelezwa katika Injili takatifu, kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi wake, tukiwafundisha waweze kubadilika mienendo yao na kubatizwa na kuwa wana wa Mungu kama sisi tulivyo, kama tulivyoelezwa katika Injili, yaani tuwafundishe kuyaishi maisha ya upendo, ili atakapokuja Kristo mara ya pili tuweze kustahilishwa katika kuingia ufalme wake mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, lakini pia tunafurahia sisi tulio wafuasi wa Kristo kwa sababu Kristo baada ya kuzaliwa katika jamii ya Kiyahudi alionekana kama mkombozi wa jamii ile ya Kiyahudi tu, yaani akiyatenda mambo mbalimbali, miujiza mbalimbali katika jamii ile aliyozaliwa. Lakini kwa kupaa kwake mbinguni anakuwa sasa kati yetu wote, wanafunzi wake. Tunaonja uwepo wake, tunamsikia katika neno lake, tunamuonja katika sakramenti zake, na hasa sakramenti ya Ekaristi ambapo tunakutana naye mzima
katika maumbo ya mkate na divai, na hivyo Kristo hawi wa sehemu moja tu, lakini anakuwa wetu sote, na hivyo kutuongoza sisi tulio wafuasi wake, tuliyemkubali na kumpokea na kubali kuishi katika maongozi yake, ili aendelee kutuongoza kwa msaada wa Roho Mtakatifu na kutupeleka katika ufalme wa Mungu, yaani atukaribishe katika yale makao ambayo amekwisha kutuandalia, ili tuweze kukaa naye milele na tuunganike na Baba yetu mbinguni, tuweze kuwa na furaha na uzima ule wa milele ambao Kristo alikuja kwa huo, yaani atufanye kuwa wana wa Mungu milele yote, na kuwa nasi katika maisha yetu kama alivyotuahidia kwamba yupo pamoja na sisi hata ukamilifu wa dahari, kama tulivyosikia katika Injili ya leo. Ndugu zangu wapendwa, tunapoendelea kusherehekea sherehe hii, tumwombe Mungu atusaidie, ili kama nabii Elisha alivyoshuhudia kuchukuliwa mbinguni kwa nabii Elia na akairisi roho yake na kutenda mambo mengi, matendo mengi na makuu mengi ya Mwenyezi Mungu, hasa kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu na kutenda miujiza, vivyo hivyo na sisi tunaoshuhudia na kusherehekea kupaa kwake mbinguni Bwana wetu Yesu Kristo, tuweze kumpokea Roho Mtakatifu, ili Roho huyu atuwezeshe kuyaishi yaliyo mema, tukiishi upendo, msamaha, utu wema, tukisaidia na wenzetu kumwona Kristo katika maisha yetu, ili hata wale ambao walikuwa hawamwamini Kristo waweze kumwamini kwa kutazama maisha yetu mema ambayo yanaakisi maisha ya kiinjili, ili atakapokuja Kristo mara ya pili atukute tukikesha na sote tuweze kustahilishwa katika kuingia ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.